Kikosi cha wana lambalamba matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam FC wanaendelea na maandalizi yao kuelekea katika mashindano ya Kombe la Mapinduzi ya mwaka 2026 yatakayofanyika kuanzia Disemba 28 mwaka huu 2025. Azam wamerejea kambini wiki iliyopita wakiwa tayari kwenye maandalizi na sasa wanajiandaa na kujitayarisha kwa ajili ya michuano hiyo ambayo inafanyika visiwani Zanzibar. Sambamba na hivyo pia Azam wanajitayarisha kwa ajili ya kurejea kwa mashindano mengine ikiwemo mashindano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika yanayotarajiwa kurejea mwishoni mwa mwezi Januari mwaka 2026, sambamba na Ligi Kuu Soka Tanzania Bara ambayo nayo inatarajiwa kurejea mwanzoni mwa mwezi Februari. Ikumbukwe kwenye hatua ya makundi Azam katika mechi zao mbili za mwanzo zote wakipoteza ugenini dhidi ya timu ya soka ya Maniema nchini Kongo mabao 2-0 na goli 1-0 wakiwa nyumbani dhidi ya Wydad Athletics Club Casablanca. Sasa Azam watakuwa na kazi ya kukabiliana na Nairobi City kabla ya kurejea na nyumbani, ama Nairobi United kabla ya kurejea nyumbani kukabiliana nao tena na kisha kusafiri kuelekea nchini Morocco na kisha kurejea kumaliza nyumbani dhidi ya Maniema Union. Unaiona Azam ikifanya vema katika mashindano ya kimataifa ama kwenye ligi kuu, lakini je, kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi inaweza kuwa ni dhamira ya klabu hii ya soka ya Azam FC kufanya vizuri mwaka huu na kutoa taji hilo ambalo wana muda mrefu sasa hawajalitoa baada ya kulitoa mfululizo katika miaka ya 2011 mpaka 2018. Kwa sasa tangu kuingia kwa muongo huu wa kuanzia mwaka 2020 kuelekea 2030, Azam hawajawahi kutoa Kombe la Mapinduzi. Lakini wakati huo yakiendelea pia nyota wake kiungo mzuiaji Adolf Mtasingwa naye amerejea tayari kwenye klabu hii, akirejea kwenye mazoezi na wenzake tayari kwa ajili ya mashindano. Mtasingwa ambaye amekosekana kwa muda mrefu akiwa anakabiliwa na majeraha ya muda mrefu, sasa taarifa kutoka ndani ya kikosi hicho kinaeleza kwamba ameshapona na amerejea akionekana pia katika mazoezi na wenzake akijitayarisha kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye kikosi hicho. Kiungo huyo mzuiaji ambaye amekuwa akisifiwa zaidi kwa ni miongoni mwa viungo wazuiaji bora walionao Azam, akirejea anaweza kuongeza nguvu kiasi gani kwa kikosi hicho katika mashindano yanayokabili Azam FC? Tuandikie maoni yako. Hii ni Travo TV. Mimi ni Mbushi Kurasa.